Ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi kumeibuka sintofahamu na baada ya kuonekana chanzo cha kuondoka Musa Pinpin Kamala, mlinda mlango wa wekundu wa Msimbazi. Mitazamo imekuwa ni mingi sana, hususan mitazamo ya mashabiki wakiunganisha matukio, lakini vile mitazamo ya wachambuzi. Sasa hapa twende tukatazame, je, mitazamo hiyo ni kama ipi na chanzo cha kuondoka Musa Pinpin Kamala ni kama ipi? Nikukumbushe tu, wewe kama bado hujasubscribe, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Sasa inasemekana kuwa chanzo cha mlinda mlango huyu wa wekundu wa Msimbazi kuachana na Simba ilikuwa akitumika katika kuvujisha siri za Simba na kufanya makosa ambayo yaliwakosesha Simba ubingwa. Watu wengi sana wameunganisha matukio. Kumbuka ile mechi ya dabi ya Kariakoo, Young African na Simba Sport Club. Mpira wa adhabu unapigwa na Clatous Chota Chama kwa upande wa Young African na unakwenda kutoka nje, lakini Kamala aliurudisha ndani na Young African wanapata bao. Sasa mashabiki wamekuwa wakiunganisha hayo matukio na wakisema Musa Pinpin Kamala alikuwa anatumika kama kibaraka cha Young African. Kwa lugha nyepesi, Pinpin Kamala alikuwa informer wa Young African. Kwa mujibu wa baadhi ya mashabiki na wadau wa soka, wengine wanadai kuwa shida ni majeraha tu, wengine wanasema kuachana na Simba shida ni majeraha, lakini wengine wanasema alikuwa ni informer wa Young African, yani alikuwa akivujisha siri za wekundu wa Msimbazi kutoa kwa Simba kupeleka kwa Young African. Na kila mtu amekuwa na mtazamo wake kuhusu Musa Pinpin Kamala kuachwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Wengine wanasema majeraha sio sababu kubwa, ila kubwa ni kwamba kijana alikuwa anatumika upande wa pili. Ni mitazamo ya mashabiki na wadau wa soka. Sasa je, tunarudi kwako wewe, unadhani ni kweli Musa Pinpin Kamala alikuwa akitumika na Young African au ni majeraha tu yaliyomsababisha kuachana na wekundu wa Msimbazi? Tukutane kwenye comment hapo. Kama bado hujasubscribe, basi hakikisha umesubscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.